Mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni cheti cha degree, bondi mikopo kausha damu, wahitimu vyuo vikuu wavitumia dhamana kukopea, wahusika wafunguka inavyokuwa, uhaba wa ajira watajwa kusukuma wengi, wasomi walia hadhi ya vyeti kuporomoka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ndugu, katika ukurasa wake mbele ni ya Jackson Gwandu, mhitimu wa sayansi ya siasa, nasema nilihitimu miaka 4 iliyopita. Nimewahi kuwa mhudumu kwenye kibanda cha simu na sasa ni muuzaji dukani. Kazi hizi hazihitaji ulichosomea. Nimewahi kuweka cheti changu rehani nipate mkopo wa $250,000. Haikuwa na maana kukihifadhi cheti kwenye draw huku nikiwa na njaa. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa 12. Gazeti hili limeandika fursa mpya vilio tume ikigawa majimbo ya uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha inamuonyesha Dr. Tulia Jerisla na Abdalla Shaulembo. 3960 idadi ya kata zitakazofanya uchaguzi mkuu mwaka 2025. 50 idadi ya majimbo ya uchaguzi kwa upande wa Zanzibar, baada ya maombi kuhusu kugawanywa kwa baadhi ya majimbo ya uchaguzi na kata. Hatimaye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza kugawanya majimbo na kuanzisha mapya 4. Hata hivyo, mgawanyo wa majimbo hayo ambao unakwenda kuongeza idadi ya wabunge na madiwani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Trilioni 2.4 bajeti ya elimu, mikopo elimu ya juu ya paa. Habari katika ukurasa wa pili. Chadema yaishikia Chauma, Rungwe akitupia bomu. Hoja ya wimbi la makada wa Chadema kukihama chama hicho. Taarifa za uwepo mpango ya kwenda kujiunga na chama cha ukombozi wa umma Chauma imeteka mikutano ya viongozi wa Chadema. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika viongozi wa dini wamwaga Msuya wakionya rafu 2025. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.